Yes, bwana Heavyweight, mchezo umemalizika na wekundu wa Msimbazi Simba wakifanikiwa kuibuka na ushindi wa bao 3-0. Kwa maana hiyo alama 6 kibindoni na magoli 6 kibindoni kileleni kwa ligi kuu kunako NBC Premier League. Lakini kwanza tuzungumze namna ambavyo mchezo umeutazama. Tumeshuhudia mchezo wa aina gani kiufundi kutoka kwa timu zote mbili? Of course kiufundi ni mchezo mzuri. Umeelewa, ni timu ambayo imetoa upinzani kwa sababu kama unavyojua Namungo kwanza ni timu ambayo huwa haifungiki kirahisi. Umeelewa, yani miongoni mwa timu ambazo zinajitahidi kwamba hazifungwi mabao mengi. Unajua Juma Mgunda ameshawahi kupigwa goli 8 na Simba Sports Club akiwa Coast. Lakini this time around yupo Namungo. Namungo ni timu ambayo katika ligi timu ambayo imewahi kufungwa goli nyingi zaidi kwenye ligi ni Namungo na Simba, lakini yani manake Simba ndo anashikilia rekodi ya kumfunga Namungo goli nyingi zaidi ambao ndo goli 4-0. Hiyo ndo ilikuwa Aprili 18, 2021. Lakini msimu uliopita pia zile goli 6, yani tatu katika mizunguko yote miwili, maana goli 6 inakuwa ndo yani sema goli nyingi zaidi kuruhusu ndani ya mechi mbili za ligi kuliko timu nyingine yoyote. Kwa hiyo leo Simba walikuwa wanajisukumia tu lile vilao. Ingawa kimbinu Juma Mgunda alijaribu kuja na mbinu za kuweza kuwadhibiti Simba kama ambavyo Simba imekuwa ikidhibitiwa. Wewe jaza eneo la kiungo, watu wawe compact, wacheze karibu na safu ya ulinzi, wawe compact kwenye eneo la katikati. Simba wanakuwa hawafurukuti kwa sababu Simba wanakuwa wana kawaida kujaa katikati. Maana yake tunaita midfield congestion. Ukishazuia tu progression kwenye eneo la katikati, kwa sababu unakuta Mpanzu, huyu Morris Abraham, huyu Mutale na midfielders wa chini wale Nabi na Manisha Kante na huyu Kagoma, yani wanakuwa wanakaa kwenye eneo moja, yani eneo la katikati, alafu mshambuliaji ndio anakuwa anafanya movement nyuma ya safu ya ulinzi. Kwa hiyo ukishazuia pale katikati kunakuwa ndio alichokifanya Juma Mgunda, akiamini kwamba atakuwa na hiyo plan. Lakini sasa shida, sawa, unaweza ukawa umezuia kimbinu, lakini timu kubwa huwa inakuja na strategia zingine za kuexploit mapungufu. Unajua miongoni mwa mapungufu ambao Namungo alikuwa nao ni pamoja na mipira ya kona. Umeelewa, waliconcede mpira, miongoni mwa bao ambao nalikumbuka vizuri sana, waliconcede kwa mpira wa kona likipigwa na kiungo na kufungwa na beki, ni pamoja na msimu uliopita dhidi ya Azam FC. Umeelewa, ilikuwa tarehe 3 Oktoba 2024, wanapoteza kwa bao 1-0. Hilo bao Feitoto ndo alipiga kona, Lusajo Mwaikenda akafunga. Simba wakaja wakapata bao kwa weakness hiyo. Umeelewa, Joshua Mutale anapiga kona, Shamwe Karabua anaweka kwenye chuma. Wanakuja wanaonyesha udhaifu mwingine ambao pia walikuwa nao Namungo. Umeelewa, udhaifu wa kutocheza vizuri, indirect free kicks. Ukijaribu kureview mchezo ambao walicheza msimu uliopita dhidi ya Tabora, wamecheza mwezi wa pili mwaka huu. Umeelewa, tarehe 5 mwezi wa pili mwaka huu walipoteza kwa mabao 2-1. Utakumbuka Fare Dongo alipiga indirect free kick ukachezwa na Andy Bikoko unakutana na Chikola na tia chuma. Leo unaona Simba wametumia udhaifu huo. Neo Maema anapiga indirect free kick, unamwacha Mkwala, lakini Rushan Dariaka ambaye ndo man of the match anakuja anafunga bao lake la pili na kulevo ile rekodi yake ya kufunga mabao 2 ndani ya misimu yote aliyocheza South Africa. Hapa ndani ya mechi 2 tu za ligi ameshatia chuma 2. Kwa hiyo inakupa picha kwamba ni mchezo ambao ulikuwa umebalance kimbinu, lakini Simba wameweza kuexploit mapungufu ya kiufundi ambayo Namungo walikuwa nayo, na ndio nimekupa na reference. Sawa? Kwa hiyo naweza nikawapa credit Juma Mgunda, alikuwa kimbinu alikuwa bora, lakini ndio wamekutana na jitu ambalo ni kama duduasha lile kwa Namungo, kwa sababu kama hivyo ndo ana record ya kufungwa goli nyingi na Simba ni Namungo. Lakini vile vile msimu uliopita wamekula 3 ndani 3 nje hivyo. Kwa hiyo leo wamekutana na kile ambacho kimezoeleka. Kwa hiyo sio story. Labda Simba angepoteza usare ndio ingekuwa story. Kwa hiyo ni vitu ambavyo mimi nimeviona, na kiufundi Simba ilikuwa freshi kawaida. Simba ilikuwa freshi kawaida. Watu wengi sana ninavyojaribu kutazama mazungumzo ya mashabiki na baadhi ya wadau wa mpira ni kwamba wanasema Simba imecheza vizuri sana tofauti na michezo iliyopita. Labda kipi hasa ambacho kimebadilika katika mchezo wa leo tofauti na michezo iliyopita? Kwanza nikwambie kitu kimoja, mimi ndio tofauti na mashabiki. Mimi naitwa Heavyweight. Mimi sio mchambuzi, mimi ni Heavyweight. Mimi nilikwambia kitu kimoja, toka msimu unaanza sijawahi kuona Simba imecheza vibaya. Hata ile mechi dhidi ya Gaborone watu wasema Simba ilicheza vibaya. Simba haikucheza vibaya, ila Simba ilikutana na mechi nzuri. Mechi nzuri unajua maana yake? Mechi nzuri ni mechi ambayo timu zote mbili zinashambuliana. Hiyo ndio inaitwa mechi nzuri.
ambayo inakuwa ina display ile attacking play ya timu zote mbili, na ndio kitu ambacho kimeonekana. Jean Charles Ahoua alilalamikiwa kukosa mabao, utakosa mabao bila kushambulia, lakini wakina Thabo Mapondas walikuwa wanaonyesha ubora wao kwenye eneo la mwisho. Kwa hiyo Simba walicheza mechi nzuri na leo wamecheza mechi nzuri, ila Simba wana tatizo la kiufundi ambalo linasababishwa na kuchezesha viungo wengi. Kunakosekana mtu wa kufanya movement nyuma ya safu ya ulinzi, mchezaji wa mwisho ambaye ana uwezo wa kuomba mpira nyuma safu ya ulinzi na kutengeneza utofauti. Mpanzu anapata mpira anaingia ndani, Morris Abraham the same anachezea ndani, Joshua Mutale amechezeshwa pale katikati namba 10. Kwa hiyo kuna congestion kwenye eneo la midfield. Mchezaji ambaye anakuja kufanya movement nyuma ya defenders at least wawe wawili watatu, kwa sababu unavomwacha striker peke yake inakuwa rahisi kudhibitika, especially kama timu itacheza kwenye high defensive line. Nimeshazungumza haya, ninarudia tu. Kwa hiyo ndio maana natamani kocha aje mapema ili aje kutatua hili tatizo la kiufundi. Umeelewa? Kwa hiyo timu ambayo inacheza mpira mbovu ziko za aina nyingi. Kuna pragmatic football ambayo lina delay kwenye kudefend muda mwingi wa mchezo, alafu unashambulia kwa matukio, hiyo ndio pragmatic. Lakini lile ambalo limeonyeshwa na Yanga dhidi ya Mbeya City aliitwa pragmatic. Lile linaitwa toothless. Yaani unashambulia lakini kinachoshambuliwa hakionekani. Hautengenezi hatari, ndio tunaita toothless attacking play. Ambalo halina meno. Yaani lipo, yani sijui Kiswahili chake nini, lakini kwa jina jingine wanaita dumb football au chaotic. Kwa hiyo ndio wanalocheza hii, lakini Simba wanacheza mchezo ambao ni possession based football. Lakini kinachokosekana ni wachezaji tu wakuja kufanya zile runs ambazo zinaweza zika make difference. Kwa hiyo ukiniuliza kwa swali lako hilo, nafikiri nimejibu. Labda unadhani tumeona mara nyingi hata msimu uliopita walikuwa wanashambulia sana kupitia maeneo ya pembeni kwa fullback wao, kwa maana ya Shomari Kapombe na ambaye alikuwa nahodha wao Mohamed Hussein. Msimu huu hatukioni hicho kitu, labda ndio inaweza ikawa pia miongoni mwa sababu ya kuonekana kwamba kumekuwa na mapungufu kama hayo. Kwanza umeniuliza swali zuri ndugu yangu, kwa sababu sikuulizwa hili swali, ila ni kwamba inategemea na, kwa mfano kama Kapombe alikuwa anapanda, lakini mara nyingi kipindi cha kwanza mpira ulikuwa unachezwa eneo la kati alafu zaidi upande wa kushoto. Walikuwa wanajazana kule. Kapombe alikuwa isolated huku. Pengine kungekuwa kuna mtu ambaye ana uwezo wa kumuona Kapombe na kumswichia mpira ule. Alifanya hivyo mara mbili, nafikiri Elimpanzu Alassane Kante pia alikuwa na switch, lakini baadaye wakaja wakaacha kwa sababu naona kama Namungo alizidi kuwa tight, si ndio? Lakini kwa issue ya Anthony Mligo, tunaita wale defensive fullback, yani wale au traditional fullback, yani yeye muda mwingi hapendi kutoka nje ya mstari wake wa eneo lake, yani overlap ile kucheza kwenye eneo la mbele huwa hapendi, yani yeye muda mwingi anacheza chini. Kwa hiyo kwa kuongezea hapo ni kwamba ni mchezaji mzuri, lakini ni defensive fullback, anazuia muda mwingi wa mchezo. Mimi ningeshauri viongozi wa Simba wangemchukua na yule Miraji Abdallah wa Coastal Union ambao ilikuwa Zambo ambao ilikuwa pia wamsajili, lakini Fadlu akamkataa. Kwa hiyo ukiwa na mafullback wawili ambao wana sifa tofauti, mechi ambao utahitaji kudefend muda mwingi wa mchezo utampanga Anthony Mligo, mechi ambao unahitaji namba kubwa kwenye eneo la mpinzani atacheza Zambo Junior. Mimi ndio ushauri wangu, kwa sababu huyu ni defensive fullback au traditional fullback, hapendi kuvuka mstari wake wa katikati. Hata kama akivuka basi anakuwa anakosa namna ya kujua muda gani akae karibu na safu ya ulinzi ya timu pinzani, muda gani akae karibu na kiungo mshambuliaji wake ili aweze kuexchange pass, yani anakosa hiyo ID. Kwa hiyo kwa kumbadilisha inaweza ikachukua muda. Kwa hiyo ukiwa na Zambo ambaye yeye anajua zaidi kushambulia, basi hao ndio wanaitwa modern fullback. Huyu ni traditional, afu wao wanaitwa modern ambao wanakuwa wanahusishwa zaidi kwenye eneo la kushambulia. Umeelewa? Kwa hiyo pia ingesaidia, kwa sababu unapokuwa mmejaa katikati ile midfield congestion, maana yake utatengeneza mazingira ya fullback kuweza kuwa free na kureceive mipira, si ndio? Kwa hiyo niwaambie wazee wa taarifa kwa umma kwamba Simba ni miongoni mwa timu ambazo ili zifunge au zimfunge mpinzani hazihitaji kutumia nguvu sana, kwa sababu mpinzani yote ana mapungufu. Inawezekana mbinu zisifanye kazi, lakini still yale mapungufu ya timu fulani au timu husika Simba wanaweza kuyatumia vizuri. Na huyu nimezungumza na nazungumza tena, huyu Rushain Deriak kwangu mimi ndo namweka kama usajili bora wa msimu. Menelo ashawahi kuwa Absa Premiership Defender of the Season 2019-20, nafikiri watu wanajua, lakini ameshawahi kuisaidia Mamelodi Sundowns kwenda mechi 10 mfululizo pasi na kuconcede bao. For the first time ever, haijawahi kutokea Mamelodi kuweza kwenda mechi 10 mfululizo pasi na kuconcede bao. Chini ya Rushain Deriak, yeye alikuwepo kama
main defender pale alisababisha hilo, na haikutokea hivi hivi. Watu wasahau mechi ya kwanza ya ligi kabisa wanacheza na Amazulu, alifanya goal saving tackle, yani manake tackle ambayo imeenda kusababisha kusipatikane goli. Ile goal saving tackle anaifanya ndani ya mechi yake ya kwanza ya ligi. Ile ndio ikamsaidia kwenda 10 consecutive games kwa Mamelodi Sundowns kwa sina ku concede bao for the first time, na haijawahi kutokea, na mpaka ameondoka haijawahi kujirudia hiyo record. Lakini ndio msimu ule wamechukua pia Nedbank pamoja na MTN8, mataji matatu ya ndani, tunaita domestic treble for the first time ever, haijawahi kutokea. Si umeelewa? Huyu Rushen Deriak ndo alikuwa kitasa. Kwa hiyo kwa staili hii Simba ambao wanaenda nayo, Simba wamepata defender bora, na ndio maana mimi naweza nikasema ni beki ambaye mimi nampa nafasi ya kuwa beki bora wa msimu, nikiwa najiamini kabisa. Yes, tumalize naye Selemani Mwalimu Gomez. Bila Jonathan Soa, Steven Des Mukola akipata nafasi ya kuanza, Mwalimu anaingia dakika 18 kabla mchezo kumalizika, anafanya kile ambacho kimemleta Wekundu Msimbazi Simba. Mwalimu ambaye atakuja ndani ya kikosi atakuwa na wakati mgumu kiasi gani kuweza kungamua ni nani ambaye anapaswa kuanza? Kila mmoja ambaye anapata nafasi anaonyesha hasa. Of course kwa Mwalimu kwanza nimpe pongezi kwa sababu imekuwa kawaida yake. Hata kwenye Taifa Stars kule kuna mchezo aliingia as a substitute akafunga bao. Unakumbuka dhidi ya Kongo na kwa Taifa Stars kuna mastaa wakubwa tu ambao walishindwa kufunga bao siku ile, lakini yeye kaingia akafunga, na leo pia ameingia anafunga. Manake huyu ni mchezaji ambaye yeye anajipambanua kwamba nyinyi, kwa sababu kipindi anasajiliwa sasa kuna Soa, kuna Mkwala, huyu atocheza na yuko kwa mkopo. Yeye anachokifanya ni kujibu tu kwa vitendo kwamba nyinyi mkinipa nafasi mimi nachokifanya nafunga. Umeelewa? Na hahitaji dakika nyingi. Yaani yeye hata akiingia dakika ngapi yeye akipata nafasi anatia chuma. Nafikiri kuna vitu ambavyo anavifunza kwa washambuliaji. Kwa mfano kama Andy Boyeli. Umeelewa? Andy Boyeli anatakuwa ajifunze kitu kwa huyu, kwa sababu we imagine ule utulivu ambao ameuonyesha katika kulifunga lile bao. Alikuwa na uwezo wa kupiga tu hapo ikambabatiza defender nafasi imepotea, lakini ametulia, umeelewa? Yani amekuwa very composed kwenye box, alafu akaja akamalizia. Yani ni top level. Yani sijui hata nisemeje. Kwa hiyo huyu Selemani Mwalimu nafikiri anaweza akaja kuwa, ndio maana nikasema yeye pamoja na Morris Abraham ni potential, manake bado ni wadogo lakini wana potential ya kuja kuwa wachezaji wakubwa na wakutumainiwa kwenye Simba Sports Club na timu ya taifa ya Tanzania. Kwa sababu Simba of course toka ameondoka John Rafael Boko wame struggle sana kupata mshambuliaji mzawa mzuri. Kwa hiyo anaweza maybe akaja kuvaa viatu vya John Boko kama tu atakuja kuboresha zaidi matumizi ya mipira ya hewani. Uwezo wake wa kupiga mipira ya vichwa akiboresha hilo, kama ataweza kuboresha hilo, basi anaweza kuwa mchezaji au mshambuliaji bora wa kizawa ambaye tuko naye. Bana, mimi nikushukuru sana. Nashukuru.